Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Mohamed Jamal kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, serikali yafungua fursa za uwekezaji kwa vijana. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imedhamiria kuimarisha mazingira ya uwekezaji na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi nchini katika kipindi cha miaka 5 ijayo, huku kipaumbele maalum kikiwa ni kutoa ajira kwa vijana. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali inatekeleza mageuzi makubwa yatakayowezesha Tanzania kuvutia mitaji mikubwa na kuandaa mazingira rafiki kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Aidha, amebainisha kwamba katika mkakati mahususi wa kuwawezesha vijana nchini, serikali ina mpango wa kuanzisha kituo maalum cha wawekezaji vijana pamoja na programu ya kutoa maeneo ya kuanzisha viwanda kwa wahitimu wa vyuo maeneo yametengwa Dodoma, Pwani, Mara, Ruvuma na Bagamoyo, sambamba na kuwahusisha vijana katika upatikanaji wa mitambo, mafunzo na miunganisho na benki rafiki. Lakini ya pili, tunaanzisha programu maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema, TISEZA tunayo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones, kwa lengo la kujenga viwanda, hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata kuongeza thamani mazao mbalimbali, ikiwepo mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini. Ambayo tunafanya hapa, hii itakuwa program maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishe uwekezaji wao wapi? Viwandani. Kwa hatua ya kwanza, akishapata mafunzo pale kwenye kile kitu ambacho tumeeleza, ambacho pia hivi tutafungua kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Profesa Mkumbo ameeleza kuwa katika mpango wa 2025-2030 serikali inaendelea kuimarisha kituo cha mahala pamoja OSFC chenye taasisi 14 zinazotoa huduma kwa wawekezaji chini ya paa moja ili kupunguza urasimu na gharama, ambapo huduma hizo zinajumuisha usajili wa makampuni, vibali vya kazi na ukaazi, masuala ya mazingira, ardhi, nishati, madini, ubora wa bidhaa na vituo vya kikodi. Kwa lengo la kuongeza ushiriki wa wawekezaji na kufanya tathmini ya hali ya uwekezaji, Profesa Moumba amesema TISEZA itaanzisha jukwaa la kitaifa la uwekezaji kuanzia Januari 2026 ambalo litakutanisha mawaziri na wadau muhimu kufanya majadiliano ya mara kwa mara na wawekezaji, kupokea changamoto na kuandaa njia bora za utatuzi. Aidha, serikali ya awamu ya 6 inalenga ifikapo mwaka 2030 Tanzania iwe imeongeza miradi ya uwekezaji, kuzalisha ajira milioni 8 na kuvutia angalau dola bilioni 50 za uwekezaji. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda ametaka mikopo inayotolewa na vyama vya kuweka na kukopa SACCOS nchini iambatane na elimu ya uanzishaji wa miradi ya kiuchumi ili sekta hiyo iweze kutoa fursa za ajira, lakini pia kuwa na mchango kwenye mapato ya serikali kwa njia ya kodi. Mwenda ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa 20 wa mwaka 2025 wa chama cha kuweka na kukopa cha TRA SACCOS, ukiwa na kauli mbiu isemayo miaka 20 ya kuinua uchumi wa mwanachama kupitia huduma bora na ubunifu. Kamishna mkuu Mwenda pia ndiye mlezi wa SACCOS hiyo. Tushauri sana wanaochukua mikopo waanzishe shughuli za kiuchumi. Akichukua mkopo akaanzisha shughuli, atatulipa kodi na nchi itafaidika. Benki ya ushirika na hasa vyama vingine, mna wajibu, hamtakiwi kuimpose mtu atumie hela vipi, lakini mnaweza mkawashawishi wengi waanzishe shughuli za kiuchumi na mkawa mmesaidia taifa kuongeza widen tax base na tukajitegemea. Tunapopambana kutafuta walipa kodi wengi, ni pamoja na ushirika, kukopesha watu wanaotaka kuanza biashara. Awali, mwenyekiti wa bodi ya TRA SACCOS Mbogo Kerege amesema ushiriki huo unatarajia kupanua wigo kujiongezea mapato, ikiwa ni pamoja na kuruhusu mwenza na watoto kuwa mwanachama ili kunufaika
na mikopo inayotolewa na kuwaepusha wanachama na mikopo ya kausha damu. Unapomwezesha mwanachama mmoja katika familia pengine ya watu 7, yeye ana financial accessibility, wakati wanaomzunguka pale labda ni mke au mume au watoto au hawana financial freedom, bado hauwezi kumletea familia yenye furaha. Kwa hiyo tukaja na proposal kwamba tunatamani tufungue fungamanisho pamoja ambayo itaruhusu wa familia yetu kwa maana ya mwenza na watoto kwa wanachama, ili nao waweze kupata mikopo ya riba nafuu na kuenjoy huduma za TRA SACCOS, na hapo tunaamini ikiwa hivyo itasaidia kutengeneza ile totality ya familia yenye furaha. Mgeni maalum kwenye mkutano huo, naibu mrajisi mkuu wa vyama vya ushirika wa kifedha CPA Josephat Kisamalala amesema sekta ya SACCOS nchini imefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 10,000 tangu mwaka 2024, hivyo kuifanya Tanzania kushika nafasi ya 5 kwa ubora wa SACCOS duniani, lakini pia akihimiza uwekezaji kwenye mifumo ya kidigitali. Sekta hii imeendelea kuchangia pia kwenye pato la taifa, na lengo kubwa la sekta ni kuendelea kutoa ajira. Kwa ripoti ambayo ilikuwa published mwaka 2024 walikuwa wameajiri zaidi ya Watanzania 10,000, lakini pia walikuwa wameendelea kulipa kodi zile za serikali kwa mujibu wa sheria ya kodi. Ushirikiano mzuri ambao umeendelea kuonyesha board, management pamoja na mwajiri, kwa sababu mafanikio yote ambayo tunayasema ni lazima pawepo ushirikiano mzuri miongoni mwa hawa wadau. Sasa ni jukumu lenu kuendelea kulinda hiyo image ya mwajiri. Mmeenda kwenye digital platform, ni muhimu sana muinvest kwenye security, kwa sababu tayari mshaji expose kwenye riski ambazo zinaweza kutokea. Kwa hiyo hakikisheni mnaweka mifumo ya ulinzi ambayo itawafanya muendelee kuwa imara zaidi. Na serikali imeombwa kuwasaidia vijana walio na uwezo ambao ni wajasiriamali wadogo kwa kuwapa mikopo ili kujiendeleza na kuzalisha ajira isiyo rasmi na waweze kujikwamua kiuchumi ili kupunguza msongamano wa ajira na kuliongezea taifa pato. Ombi hilo limetolewa na Ibrahimu Mtongole kutoka shirika la Helvetas ambaye ni meneja mradi wa Yes kutoka shirika lisilo la serikali la nchini Uswizi. Mtongole amesema kuwa shirika hilo limekuwa likiwasaidia vijana kuwajengea uwezo wa fani mbalimbali, lakini changamoto ambayo wamekuwa kikutana nayo baada ya kupatiwa mafunzo hayo kukosa mikopo ili waweze kujiendeleza. Sisi mkono wetu ukiishia hapa, tunatarajia serikali ndio iendeleze zaidi. Kwa hiyo serikali ikiwa na mipango mizuri ya kuwajengea ajira vijana, tunazungumzia mambo ya kufungua hizo common facilities, kijana ambapo ana ujuzi wake, anataka kwenda pale kusaga karanga yake, ana wateja huko, anaenda analipia 200, anasaga karanga, anaondoka, ama ni hivyo anatengeneza juice, anafanya nini. Kwa hiyo mbinu kama hizi zikitumika vizuri, tuwe wengi, yani hii Helvetas tusiwe peke yetu, tuwe na Helvetas kama 50 au serikali yenyewe iwe Helvetas likubwa inafanya kazi kama hiyo, basi naamini tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana tutaliona, na pengine hayo ambayo yanatokana sasa na haya yatapungua kwa namna fulani. Naye mwenyekiti wa kamati ya uchumi na ushauri wa mradi wa gesi unaosimamiwa na Helvetas amezitaka halmashauri nchini kuwatengea maeneo vijana ili wafanye shughuli zao na kuonyesha ujuzi wa ushindani katika biashara. Kwenye halmashauri zetu watenge maeneo kwa mfano ya uwekezaji wa viwanda vidogo kama wanavyotenga maeneo ya stand, wapatie maeneo yale vijana watengeneze maeneo yao ya viwanda ili waanze kujiajiri kwa urahisi sana. Kwa mfano ukitembea mtaani utakuta watu wanatengeneza furnitures, wamezagazaga mtaani wanatengeneza furniture, wengine wanafanya welding. Wale vijana wangekuwa wanapatiwa maeneo yao, ambaye jamani, nyie wote mnaofanya shughuli hapa tunawapeni ile eneo hapa, wekeni shughuli zenu hapa. Nao vijana walionufaika na mafunzo kutoka taasisi hiyo kupitia fani mbalimbali wanaeleza walivyonufaika na mafunzo hayo. Nufaika kwa sababu kabla sijaanza kunufaika huu mradi nilikuwa sina cha kufanya, lakini baada ya kusomea hii kozi nimepata ujuzi na ninafanya kazi ya ufundi rangi. Tumepata manufaa makubwa, kwani kabla ya kuanzisha hii biogas tulikuwa tunatumia mitungi ya gesi ya kununua takriban 3 kwa mwezi, lakini hadi saa hizi ulipoanza kutumia hii biogas kama gesi mbadala tunatumia hadi mtungi 1 kwa mwezi, na tunaweza kutumia sasa hayo matumizi mengine kama hiyo ambayo sasa ni gesi mbadala biogas. Helvetas ni shirika lisilo la serikali lenye makao makuu jijini Dodoma. Mara nyingi limekuwa likishirikiana na serikali ya Tanzania katika kutekeleza miradi ya elimu, kilimo, vijana na utunzaji wa mazingira katika mikoa ya Dodoma, Rukwa, Katavi, Mbeya, Singida na Simiyu.
Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yalojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Mohamed Jamal kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tuzitazame habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na kusomwa kwenu na Roman Shirima. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi.